kisha wakaenda wakampasha Yesu habari. Amen. Bwana Mungu, hili ni neno lako, na neno hili la leo ni neno la mwisho katika mikutano yetu. Yupo mtu mmoja jioni ya leo ambaye bado alikuwa anajiuliza, hivi kweli kuokoka inawezekana? Naomba jioni ya leo apate uamuzi sahihi kupitia neno ambalo naenda kuliachilia kupitia kinywa changu. Bwana Yesu likabadilishe mtazamo na hatimaye kusalimisha maisha yake kabla hatujaondoka. Bwana, niko tayari, nitumie vile utakavyo kwa ajili ya utukufu wako. Ninaomba hayo katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Siza. Haleluya. Unajua kwa nini napenda kuhubiri nikiwa chini? Ninapenda kwa sababu unasikia kwenye speaker sauti yangu kwamba inazungumza kitu gani kwa uzuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko matakatifu yamezungumza habari za mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Mfalme Herode. Mfalme Herode alikuwa miongoni mwa wafalme ambao walikuwa wanapinga injili ya Yesu. Haleluya. Mfalme huyo alikuwa akiwepo nyakati za Yohana Mbatizaji, lakini baada ya hapo Yohana Mbatizaji alipokuja kufa, bado akatokea mwingine anayehubiri habari njema ambaye anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baada ya hapo, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, Mfalme Herode akasikia injili ya Yesu ikihubiriwa, akawauliza watu kwamba kwani huyu ni nani? Mbona anahubiri kama Yohana? Hivi Yohana amefufuka au ni nini kinachoendelea? Na kwa nini aliuliza? Na kwa nini alisema Yohana alikufa? Nataka sasa tuanze kujifunza ujumbe wetu wa siku ya leo. Aliuliza hivyo kwa sababu yeye ndiye aliyejua mauti ya Yohana ilikuwaje, na maandiko yamesema ya kwamba ikatokea siku ya sherehe ya kuzaliwa kwake Mfalme Herode. Ina maana anazungumzia siku ya birthday yake, sherehe ambayo anakumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwake. Mfalme Herode akaandaa sherehe nzuri na akaalika watu, akaleta na wakuburudisha. Kama tulivyokusanya kwaya, tumezitoa sehemu mbalimbali. Wengine wamevuka maji, wengine waoga kama mimi kwenye maji, lakini tumekuja kwenye mkutano huu kwa ajili ya kumshangilia Bwana na kwa ajili ya mtu mmoja wa Siza. Na mfalme akaalika watu katika birthday yake, akawaweka pale watu. Nisikilize vizuri, najua tutanielewa. Baada ya hapo, akatokea binti mmoja ambaye huyo binti alikuwa ni mtoto wa Herodia. Ninapozungumza Herodia, ni mpango wa kando wa Herode. Ninaposema mpango wa kando, ni mwanamke ambaye alimnyang'anya ndugu yake aliyekuwa anaitwa Filipo. Ina maana alikuwa na huo mchapuko anayeitwa Herodia. Lakini mfalme katika hicho kikao cha sherehe akaomba achezewe mziki. Huyo mtoto wa Herodia akaanza kuburudisha kwenye mziki, akaanza kumburudisha mfalme. Mfalme yuko kwenye kiti chake, anasikia mzuri, maana mziki unapigwa, anatikisa mguu, anasema he, kwa kweli hii inakaa vizuri. Akiwa na watu wake akimpetelea petelea, mziki unachezwa wa kumsifu yeye, wa kumshangilia yeye. Hicho kiburi kinainuka, maana mziki ni wa kwake. Lakini sikiliza kitu kimoja kikatokea. Baada ya hapo, mfalme amefurahi, akaagiza huyo binti aombe chochote anachotaka, aombe kitu chochote anachohitaji kwa mfalme. Ndiyo maana mfalme sasa yuko tayari kutoa kitu chochote, na akaapa, akasema, ninaapa chochote
yakakasirika, akaona hii nimepata fursa, akamwambia binti yake, sasa leo nenda kaombe kichwa cha Yohana, nenda kaombe kichwa cha Yohana. Mtumishi wa Mungu yuko gerezani, amefungwa kwa sababu ya kusema kweli, amepigwa pingu kwa sababu ya kusema kweli. Ni kama jana nikiwa natoka kwenye mkutano, nikakuta mama mmoja sehemu amekaa, akaniangalia jicho. Yule mama nilivyomwona alitamani kunitafuna mzima mzima, maana ninaharibu biashara, maana ninaharibu soko lake. Watumishi wa Mungu tuna kazi. Yohana yuko gerezani, amepigwa pingu. Yule mama akamwambia binti yake, kaenda kaombe kichwa cha Yohana. Yohana hana hili wala lile, akafatwa, anakuta yumo. Mama yule ameagiza mwanae, kwa wakati huo alijua kichwa ni cha samani, akaenda akakata Yohana kichwa chake, kikaletwa kile kichwa kinapuruguna, kikaletwa kile kichwa kinahangaika na damu zake, kikaletwa. Maana mfalme amesema, lolote uombayo mimi nitakupatia, na ameapa kiapo. Akasikitika, lakini atafanya nini? Nisikilize nikwambie, yule mama akashangilia, akajua amemkomesha Yohana. Yule mama akashangilia, alijua Yohana ni kile kichwa, kumbe Yohana ni roho, kumbe Yohana ni roho, kumbe Yohana ni roho inayoishi, kumbe Yohana sio kichwa, Yohana ni roho. Yohana akapaa kwa Baba, Yohana akaenda kwa Baba yetu. Lakini sasa uchaguzi sio mzuri, kichwa cha Yohana kikaletwa. Siku ya kwanza kiko kwenye kombe, anaenda anakiangalia, anachekelea, anasema leo nimekukomesha Yohana. Anamtikisa tikisa vile kichwa, analitikisa. Siku ya pili kile kichwa kikaanza kubadilika rangi, kilikuwa na wekundu kikaanza kubadilika rangi. Siku ya tatu ndani hapa kaiki, kichwa kimeanza kunuka, kichwa kimeanza kuharibika. Nisikilize nikwambie, uchaguzi unaochagua kwenye maisha, haya mambo unayochagua unaona kama yanafurahisha leo, lakini kesho yake ni kilio, lakini kesho yake ni mwazo, lakini kesho yake ni msiba. Akaanza kuulizana na binti yake, haya ni maneno yangu sasa, sio ya Biblia, ila ninahisi moyoni. Wakaambizana, sasa tutalipeleka wapi hili kichwa? Maana linanuka ndani, maana limeharibika. Tutalipeleka wapi? Na Tumaini walienda kuzika, maana hakuna faida ya kichwa cha mtu. Wale watu wakakosa faida. Nisikilize mtu wa Siza, tulikuwa na siku 3 leo 4. Mfalme mwanaume Yesu alikuwepo hapa, akikuuliza unataka nini, unataka kupe nini. Aliuliza haya maswali, lakini wewe umeng'ang'ana tu. Unataka kichwa la Yohana, unataka yale mamuazo, umechagua mapicha ya watu. Nisikilize, dakika chache zilizobaki kabla hujachukua kichwa kilichooza, hebu kimbia hapa kwa Yesu. Hebu jisalimishe kwa Yesu. Ndio Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mama aliyekabidhi kwenye kabati, akawa anakiangalia, na bahati mbaya kichwa hata kopa zitembei. Na Isa alikuwa anafanya hivi, macho ili angalie, akijua huyo ni Yohana. Kumbe Yohana hayupo muda mrefu. Nataka nikwambie, unaweza ukawa unanitazama unanuna, kesho mimi napanda moto
moja. Lakini umechagua nini katika mkutano huu? Unang'ang'ana na dhambi, unang'ang'ana na uasherati, unang'ang'ana. Mwimbaji mmoja alimba, akamwimba mtu mmoja aliitwa Tupa Tupa. Tupa Tupa aliambiwa nenda mbinguni, akakuta watu wanainama wanasujudu, akasema mimi huku sipawezi, nipelekeni kule kwa jana, kule ambako watu walichangamka. Nataka nikwambie shetani ana uchangamfu wa dakika mbili, lakini akikuonyesha sura yake halisi, akikuonyesha yeye ni nani, shetani anawaga damu masaa 28 kabla hujachelewa. Mtu asiza, Yesu anauliza, Yesu anasema unachagua nini jioni ya leo? Unachagua nini mtu asiza? Kabla sijapanda boti, uchague Yesu. Salama ya ndoa yako ni Yesu, salama ya biashara yako ni Yesu, salama ya mme wako ni Yesu. Wanawake wangapi wanamtafuta mme wako, lakini bila Yesu mama hautatoboa. Salimisha ndoa yako leo, leta mme wako kwa Yesu, leta watoto wako kwa Yesu. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Yohana akaondoka zake akaenda, Mariamu ataondoka ataenda zake ataenda. Nitarudi nyumbani nilikotoka, na ninasafiri ninaenda sehemu nyingi mbalimbali, lakini sitamani kukuacha na uchaguzi wa kichwa kinachooza. Bwana tusaidie. Amen. Ninatamani leo uchague jina la Yesu. Tumehubiri sana, tumeimba sana, tumeomba sana, tumenena sana. Yule mwanamke alifikiria atapongezwa na mume wake kwa sababu ameomba kichwa, lakini walivyoanza kusikia harufu, walianza kutafutana ndani, walianza kugombana wao kwa wao. Umeleta kitu gani hiki? Maana umetuletea mzoga. Lakini alikuwa na fursa ya kuchagua kitu chema mbele ya mfalme. Tumekupa siku 3 za kuchagua, leo ni siku ya 4 ya kuchagua. Hebu salimisha maisha yako kwa Yesu. Siku moja isiyojulikana tukutane mbinguni. Amen. Hallelujah. Sitaki hata kutumia muda mrefu, na leo natamani nione watu Ndio ambao wanasema mkutano huu hauniachi. Hallelujah. Bila kuokoka Kabisa. bila kuchagua njia nzuri. Bwana yuko hapa. Hallelujah. Amekinga mikono yake, anasubiri. Hallelujah. Yesu anasubiri. Ndio. Anasema nataka nini, na ameapa nitakupa. Hallelujah. Yesu amesema lolote muambalo kwa jina langu nitafanya. Yuko hapa anasubiri. Kabisa. Simama kwa miguu yako miwili. Hallelujah. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Chaguzi wa maisha yako ni wewe. Kabisa. Wala Mariamu hatadaiwa, wala mkurugenzi wa jimbo amemaliza kazi yake. Kabisa. Na bado amewabariki na ziwa. Mtapata mavuno mengi, lakini uchaguzi sahihi ni kuwa na Yesu. Ndio. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi wanataka kumpa Yesu maisha yao leo? Tunamalizia. Hallelujah. Wangapi wanataka kumpa Yesu maisha yao? Asante Roho. Watu wa namna hiyo naomba wasonge mbele. Asante Baba. Wale wanaotaka kumpa Yesu maisha. Asante Yesu. Wale wanaotaka kumpa Yesu maisha yao. Asante Bwana. Njoo tu mbele, njoo tu mbele. Chaguzi unao wewe. Asante Bwana. Leo nataka mtu amue mwenyewe, sio kwa ajili ya kundi la watu. Haleluya. Nataka kumpa Yesu maisha yake. Asante Bwana.
Karibu. Asante sana. Leo sitaki hiyo ya kwamba tumezoea tunaenda wengi mbele na jificha. Ninataka mtu ambaye anaamua kumpa Yesu maisha yake hadharani Kabisa. mbele za watu. Anayesema mimi sitaki sasa kwa nimechoka. Anasema nataka Yesu. Watu kama hao ninawahitaji. Kokote kule uliko, chomoka tu, njoo mbele. Njoo mbele wewe nayesema namtaka Yesu. Kabisa. Sitaki kuwa kama mwanamke yule mpumbavu. Amepewa nafasi nzuri na mtoto wake. Anaomba chochote. Kabisa. Anaishia kuomba kichwa cha kuoza. Anaishia kuomba kichwa cha kwamba mkomoe mtu. Watu wengi wameingia kwenye dhambi kwa sababu wanataka kumkomoa mtu. Kabisa. Lakini nikwambie Yesu anaweza kukupa raha ya milele. Haleluya. Hebu njoo, bado kuna nafasi. Tuasize usibaki bila kuokoka. Haleluya. Leo tumebatiza kundi kubwa la watu. Haleluya. Watu wamechoka na shetani. Kabisa. Watu wamechoka kunyanyasika. Watu wamechoka kutumikishwa. Kimbia tu mbele mara moja. Haleluya. Salimisha tu maisha yako kwa Yesu. Kabisa. Amen. Bado kuna kama dakika moja. Ninakungoja wewe. Haleluya. Sogea tu hapa mwanangu, njoo hapa. Njoo mama yangu, njoo kama unataka kuja njoo tu. Lakini kama unasikia uko vizuri, hamna shida. Asante Bwana Yesu. Bado kuna nafasi. Asante Bwana. Njoo tu kwa basi niombe na wale wengine msogee sasa hapa. Sogea tu nyuma ya hawa watu. Shike mkono tu rafiki yako. Mwambie twende. Yule mama alikuwa na nafasi nzuri.